Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Miamba, na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya leo siku ya Jumatatu ambapo tunafanya ibada kubwa ya kujiweka wakfu kwa Bwana ili tupate kubarikiwa. Lakini pia baraka ni pamoja na kuletewa vile vitu ambavyo Bwana ameviamuru vitufikie. Lakini pia baraka pia ni kulindwa na Mungu wetu. Na tunapoona maandiko yanaeleza kwa habari ya kujiweka wakfu katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 29 kwamba Musa akasema jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, na kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Tunaona zipo baraka ambazo Mungu anataka kuziachilia, lakini anataka watu wake wajiweke wakfu kwanza. Lakini wiki hii nimesikia kitu katika ulimwengu wa roho, nimekisikia kwamba Bwana anaenda kukifanya. Bwana amenisikilizisha nami nataka nikiseme ushike na wewe, kwa maana kwa hakika yake Bwana anaenda kufanya. Na Bwana akasema na mimi kutoka katika kile kitabu cha Isaya sura ya 43 ule mstari wa 19. Anasema tazama nitatenda neno jipya, ama tazama nitatenda jambo jipya, sasa litachipuka, je hamtalijua sasa? Kwamba Mungu anasema atatenda jambo jipya. Hii ni wiki ambayo Bwana anaenda kutenda jambo jipya. Naliona jambo jipya katika ulimwengu wa roho ambalo Mungu anaenda kulifanya kwa watu wake, na moja ya watu wake ni wewe, kwamba kuna jambo jipya. Kwa tunapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana, Bwana akana nisemesha kwamba wanapojiweka wakfu wanajiweka katika kulienda kulikutana, ama wanaenda kukutana na jambo jipya ambalo hawajawahi kuliona hapo kwanza. Lakini nataka nisome mstari wa juu yake na wa chini yake, kwa maana ule mstari wa 18 na mstari wa na ule mstari wa 19 chini yake, kutoka kwenye ile neno ambalo Bwana amesema kwamba ataenda kufanya jambo jipya. Nianze kusoma ule mstari wa 18. Biblia inasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama ninatenda neno jipya, sasa litachipuka, je hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Kwamba Bwana ametusemesha kwamba anaenda kufanya jambo jipya, lakini juu yake anaeleza ya kwamba tusiyakumbuke mambo ya kwanza, wala tusiyatafakari mambo ya zamani. Kwamba tusiyakumbuke mambo ya kwanza. Kwa maana gani? Kuna hali unayoipitia usiikumbuke, usione kama hiyo hali ni ya kudumu, usione hiyo. Anasema usiyatafakari mambo ya kwanza, usiyatafakari mambo ya zamani. Usiyakumbuke mambo ya kwanza, usiyatafakari mambo ya zamani. Hiyo ni condition. Angalia, anafanya jambo jipya. Nini maana yake? Wiki hii tunapojiweka wakfu kwa Bwana, tunakaa katika hali ya kutarajia jambo jipya. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo ambayo bado hayajaonekana. Tunaenda kumtarajia Bwana ndani ya wiki hii kwamba Bwana anaenda kutenda jambo jipya, kwa sababu amesema kwa kinywa chake kupitia kinywa cha nabii kwamba anaenda kutenda jambo jipya ndani ya maisha ya mtu. Unapoisikia sauti hii na ujumbe huu, ni sauti ya kinabii kwenye maisha yako, kwamba Mungu anaenda kutenda jambo jipya. Lile ulolisubiria kwa muda mrefu likakukatisha tamaa, usilikumbuke hilo jambo, usilitafakari hilo jambo, kwa sababu hilo jambo tayari linapita. Hilo jambo litaitwa la zamani. Bwana anaenda kufanya njia mahali pasipo na njia. Anaenda kufanya hata maji katika jangwa, mahali penye ukame. Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Nataka ndani ya wiki hii tarajia jambo jipya kwenye maisha yako, kwenye uchumi wako. Tarajia jambo jipya kwenye kila mifumo ya maisha yako. Tarajia jambo jipya. Hilo ni ujumbe ambao Mungu ameuweka ndani yangu kukupa wewe
ujumbe ambao utaambatana na kujiweka wakfu kwa wiki hii. Tunajua zipo baraka nyingi Mungu ameziachilia ndani ya wiki hii. Zipo baraka za kupokea, zipo baraka za kuponywa, zipo baraka za kuinuliwa. Zipo baraka nyingi ambazo Mungu ameziachilia. Na unapojiweka wakfu kwa Bwana, unaenda kuzihalalisha zile baraka zije kwako kwa agano, kwa makubaliano. Na ndio maana Mungu anataka tujiweke wakfu ili tutengwe katika ulimwengu wa roho, ili tunapobarikiwa zile baraka zije kwetu kwa agano, ya kwamba hawa watu ndio waliojitenga, hawa watu ndio waliojiweka wakfu, wametengwa kwa ajili ya kubarikiwa. Kwa sababu sio kila mtu atapata neema ya kusikiliza ibada hii akapokea hilo neno, kwa sababu kuna mtu mwingine anaisikiliza ibada halafu anasema hii ni ya watu fulani. Kwa hiyo hata kuipokea, kujiweka wakfu, hata kushika sadaka, yani anasema hii hapa, hii ni ya watu fulani. Kwa hiyo sio wote ambao wanapata neema, bali wale watakaopata neema ya kwamba wameisikiliza ibada, wameiona ibada ni ya kwao, na amekuwa na kanuni ya kujiweka wakfu, amekuwa ana imani, kwa sababu ni jambo la imani ya kwamba napojiweka wakfu kwa Bwana nini kinatokea katika ulimwengu wa roho. Sio kila kitu kinaonekana katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema mambo ya rohoni hutambulika na roho wa Mungu aliye ndani ya mtu. Kama ndani yako unaye roho wa Bwana, utaelewa jambo tunalolifanya ni jambo gani, kwamba tunapojiweka wakfu katika imani katika ulimwengu wa roho nini huwa kinatokea, ni jambo gani huwa linatokea unapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana. Kuna jana nilijifunza na kanisa zima tulijifunza kitu. Kuna binti moja ambaye alipata ujauzito, lakini nilimtahadharisha sana. Nilimwambia ninaona unaenda kupata ujauzito na bado hujaolewa. Naona unaenda kupata ujauzito. Na akapata ujauzito. Sasa jana alipokuja kanisani nikawapitisha mabinti wote. Nikamwambia sasa ninyi ambao aidha ulipata mtoto kabla ya ndoa ama hujapata mtoto bado, ni binti, nikawaambia tunakula kiapo. Shika Biblia, nyosha juu, sema mimi fulani ninaapa kwa jina la Yesu ya kwamba sitapata mimba kabla ya kuolewa. Sasa ni jambo ambalo nilikuwa nalifanya kwamba hawa mabinti waelewe ya kwamba watakapokuwa wakitembea wakumbuke hicho kiapo. Mimi nilikuwa najua ninafanya kiapo kwa wale mabinti, wao ndio wanaofanya kiapo. Lakini kuna baadhi ilitokea hata fulani pale, kuna wengine waligoma kuweka hicho kiapo. Kila kinyanyua mkono hivi mapepo anakurupuka na kuambia tutaki hichi kiapo, kitazuia tusimpe mimba wakati tunataka tuharibu future yake. Ndio watu wote tukashtuka. Kumbe hili jambo sio kati ya mabinti na mchungaji na kanisa, ni pia kati ya mabinti na mapepo yote aliyowashikilia, kwamba hata giza linajua kile kiapo katika ulimwengu wa roho kinafanya kazi, kwamba watakapo hapa hata shetani akija hawezi kuleta mazingira ya wale mabinti kupata mimba kabla ya ndoa. Kumbe hicho kiapo kinamtandika na adui pia. Kumbe sisi tulikuwa tunajua tunawekea kiapo ili watakapokumbuka kile kiapo wao wastaarabu kwenye maisha yao, wajua kwamba tuliweka kiapo mbele za Mungu. Kumbe katika ulimwengu wa roho shetani naye anaenda anajua kuna kitu kinaendelea. Hata unapojiweka wakfu namna hii shetani anajua. Yani hapa sasa hivi shetani anasema mtu fulani bora asikilize na asijiweke wakfu. Yani shetani anasema kwa nini yani bora malize asijiweke wakfu. Nilikuwa nimepokea kesi moja. Mtu mmoja akaniambia, akasema baba, yani nimeshikiliwa miaka yote nasikiliza ibada sijawahi toa sadaka. Wiki iliyopita akasema leo nilipotoa sadaka nimeona milango iliyofungua, nimeumia sana baba, nimeumia. Kwa nini muda wote adui alizuia hizi baraka zangu? Sio wote wanaopata neema, lakini siku ukipata neema ni utajua kwamba kumbe kuna baraka ndiko zinanipita. Usikubali wiki yako iende kwa mazoea. Usikubali. Zipo baraka ambazo adui amekaa langoni. Vita ni nyingi. Yani Mungu akiachilia baraka, kuna mahali sehemu nyingi sana zinapata changamoto. Ukitaka kusoma angalia kipindi cha Danieli. Biblia inasemaje? Danieli alimuomba Mungu. Malaika anakuja anampa taarifa kwamba Danieli, mtu upendwaye sana, toka siku ulipoomba, ulipoweka wazo ndani ya fahamu zako, Mungu alijibu. Lakini
nilipoachiliwa yale majibu niyalete, palitokea na upinzani wa mkuu wa anga la Uajemi. Akasema alipinga yale majibu yasije. Nimepambana hapo kwa zaidi ya siku 21 kwamba hakuna majibu yamezuiliwa, na wakuu wa anga wamezuia majibu yasimwendee Danieli. Biblia inaeleza kwamba malaika anasema nikaenda, ikabidi nirudi. Akaenda akamuita malaika Mikaeli, malaika huyo wa mbele, akaja akapigana hiyo vita. Akasema mimi nimechoropoka tu kwenye hiyo vita, inaendelea bado hapo. Mikaeli anaendelea kuchapa vita hapo juu na mkuu wa anga. Mimi ndio nimepata mwanya wa kuja kukuletea haya majibu. Nini maana yake? Vita ni nyingi sana, kwamba Bwana anasema tujiweke wakfu ili kuna vita nyingine apigane yeye mwenyewe. Tunapojiweka wakfu kwa Bwana, Bwana anaangalia ile hali ya kujiweka wakfu. Kuna mambo kwa akili zako na kwa nguvu zako za kiroho huwezi, ila vita ni ya Bwana. Unapojiweka wakfu, unamwambia Mungu, hii vita ni yako. Kama kuna baraka umeziamuru zinijilie wiki hii, pambana, hiyo vita ni yako. Nimejiweka wakfu kwamba wewe uniletee hizo baraka mbele yangu, kwa maana ipo vita nyingi, lakini siwezi. Ninapojiweka wakfu, ninauza hiyo vita kwako. Wapo watu wengi waliouza hiyo vita kwa Bwana. Yehoshafati na yenyewe alijiweka wakfu kwa Mungu, akasema Mungu, hii vita ni kubwa, mimi siwezi. Mungu akamwambia tulia Yehoshafati, tulia. Akasema mimi nitapigana, weka kimya, kwa maana hii vita sio yako tena, hii vita ni yangu. Wewe utakaa kimya, mimi nitapigana. Nini maana yake? Zipo vita ambazo lazima uziuze kwa Bwana, kwa sababu peke yako huwezi. Sisi hatuwezi vita zote, lakini tunapojiweka wakfu kwa Bwana, vita inakuwa ni ya Bwana. Na ndio maana shetani anachukia sana mtu anayejiweka wakfu. Anapambana usijiweke wakfu, anapambana usitoe sadaka kujiweka wakfu. Akiona umeshinda kutoa sadaka, atakudanganya utoe sadaka iliyo dhaifu. Yani atapambana kwa sababu ndani yake yeye ndio roho zidanganyazo. Anaachilia mafundisho ya mashetani kwenye fahamu za watu, ya kwamba wasisikie ijapokuwa wanasikia, wasione ijapokuwa wana macho. Kwa hiyo anaamuru ya kwamba mtu asikie, lakini ndani ya roho yake asisikie. Lakini aone ya kwamba yes, anaona shuhuda zinaendelea, lakini ndani yake asione kama yana nafasi. Kwa tunapoenda mbele za Bwana kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, tunamwambia Mungu, hii vita ni kubwa. Kutoka baraka zilizoachiliwa mpaka kunijilia, vita ni kubwa. Na unaweza ukasoma kama kitabu cha Danieli, unaona vita ni kubwa. Mungu ameziachilia baraka, lakini mpaka kumfikia Danieli vita ni kubwa. Unaposoma kitabu cha Zaburi, anasema indukeni enyi vichwa vyenu enye malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyo mfalme wa utukufu? Anasema ni Bwana, Bwana hodari wa vita. Mungu apate kuingia. Kumbe hata mbele yetu pia, kwenye lango letu la mbele la baraka zetu zinazoingia, pana vita pia. Lazima vichwa vya malango viinuliwe kibabe. Bwana mwenyewe, Bwana hodari wa vita, aviinue vile vichwa vya malango, baraka zipite. Utajigundua ya kwamba baraka nyingi zimeachiliwa, lakini haziwafikii watu. Utajua kabisa ya kwamba ipo neema Mungu anaiachilia, lakini adui anaipinga. Asipoipinga kwenye ufahamu, kwenye lango lako la mawazo, atapinga lango la mbele katika ulimwengu wa roho. Atapinga Bwana asiingilie kati. Utakataa kujiweka wakfu. Ukikataa kujiweka wakfu, umemkataa Bwana na nguvu zake, umemkataa Bwana na uweza wa nguvu zake. Nini maana yake? Shetani anachukua nafasi ya kwamba amekukataa wewe, haja kujiweka wakfu. Kwa hiyo Mungu, huna haki ya kumhudumia aliyekukataa sawa sawa na neno lako, lakini una haki ya kumsaidia aliyekukubali na kukupokea wewe sawa sawa na neno lako. Kwa maana neno lako ni kweli na amini. Kila unachokisema ndicho unachokifanya. Adui ni mshtaki wetu. Biblia inamtambulisha shetani kama simba ungurumaye, akitafuta namna ya kutushtaki. Kwa anatushtaki kwa Mungu wetu. Anasema huyu mtu hajajiweka wakfu kwa wiki hii ili abarikiwe, na alisikia. Kwa hiyo unambariki vipi na wakati alikataa kujiweka wakfu, alikataa kutenda
tumetengwa kwa ajili ya baraka. Anamwambia Mungu, unatuzuia vipi tusimvamie huyu? Unazuia vipi ajali zisimpate huyu mtu, na wakati hajajiweka wakfu kwako mlinde kwa ajali za wiki nzima? Unamzuia vipi ya kwamba tusimpige yeye ama watoto wake ama familia yake ama nyumba yake, wakati amekuzuia wewe usiwe baba kwake, usiwe mlinzi kwake katika wiki hii? Anasema unatuzuiaje tusiweke magonjwa, na wakati hajajiweka wakfu kwa ajili ya uzima ulio ndani yako Kristo Yesu? Unasemaje ndani ya wiki hii? Kwa yeye ni mshtaki, shetani ni mshtaki wetu, ni kama simba ungurumaye, ana hasira kukutaka kutushitaki kwa kila jambo ambalo halijakaa sawa. Lakini tunapojiweka wakfu, Biblia inaeleza kwamba tunatengwa, adui hawezi kutuona, na akifika ile alama katika ulimwengu wa roho inakuwepo pale, inakuwepo ya kwamba huyu mtu kajiweka wakfu. Kwa hiyo tunaenda mbele za Bwana kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, na tunapojiweka wakfu kwa Mungu wetu kwa ajili ya kulindwa, kwa ajili ya kutetewa, kwa ajili ya kupokea baraka, kwa mambo yote ambayo Mungu anayafanya katika ulimwengu wa roho, usisahau ya neno ambalo Bwana ameniachilia ndani yangu, na nimekwisha kuambia ya kwamba anaenda kufanya jambo jipya. Analifanya jambo jipya, ni wiki ya jambo jipya. Tunapoielekea Pasaka, Bwana anaenda kufanya jambo jipya. Mungu wangu akubariki sana. Nataka tuende mbele za Bwana tukawafanye maombi ya kujiweka wakfu kwa Mungu wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa rehema na neema nyingi mno. Asante kwa mafuta yako mabichi uliyoachilia hata tukalisikia neno lako, Bwana. Na tunapoenda kujiweka wakfu kwa ajili ya wiki hii, ukatubariki na kututenga na uovu wote. Mapando yote, nguvu za giza yanaenda kuanguka na kungolewa katika jina la Yesu. Uharibifu wote uliojitenga kwa ajili ya kutuharibu, kwa ajili ya kututeketeza, hautafanikiwa kwa jina la Yesu. Adui atakuja kwa njia moja, ataondoka mbele yetu kwa njia 7. Tunajiweka wakfu kwa nguvu zako, tunajiweka wakfu kwenye neema yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, tunajiweka wakfu mbele ya uso wako ya kwamba tulindwe na wewe, Mungu wa kweli. Tunajiweka wakfu mbele ya uso wako ya kwamba tutetewe na wewe, Jehova. Tunapojiweka wakfu mbele ya uso wako ya kwamba mkono wako uwe pamoja nasi, Mungu aliye hai. Enda pamoja nasi wiki hii, tulinde Bwana na mwovu adui na hila zote za shetani. Tutenge na kila mipango, nguvu za giza kwa jina la Yesu. Ajali, roho za ajali, roho za uvamizi, spiritual attacks, roho za mauti, roho za uharibifu hazitafanikiwa kwa jina la Yesu. Tunajiweka wakfu sisi na watoto wetu na mali zetu, tunajiweka wakfu sisi na nyumba zetu. Roho Bwana, ninaomba mtoto wako anaponisikia wakati huu, anapolipokea neno la kujiweka wakfu, Roho Bwana, ninaomba ile alama ya ulimwengu wa roho unaiweka, adui hata muona tena. Unamweka alama ya kuinuliwa, alama ya kubarikiwa, alama ya kutetewa na wewe, Mungu wa kweli, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema zako nyingi sana. Tunajiweka wakfu kwako, Mungu aliye hai, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kwamba tutembee katika neema wiki hii ya ushindi sana. Baba, asante kwa maana umesema unaenda kufanya jambo jipya. Hilo jambo Bwana linaenda kudhihirika kwetu katika jina la Yesu. Umesema unaenda kufanya jambo jipya kwenye uchumi wa mtoto wako huyu. Fanya jambo jipya kwenye ndoa yake. Fanya jambo jipya kwenye afya yake mtoto wako huyu. Fanya jambo jipya kwenye maisha yake yote kwa ujumla wake, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tunajiweka wakfu leo. Tunaomba neema yako imfunike mtoto wako huyu na nguvu zako ziwe dhahiri katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako kukamilisha kujiweka wakfu. Najiweka wakfu, tunakamilisha kujiweka wakfu kwa sadaka. Huo ndio ukamilifu wa kwamba umejiweka wakfu, ni sadaka. Kusikia tu ni sehemu, lakini ukamilifu ya kwamba sasa alama ya kujiweka wakfu inawekwa ndani yako ni kwa kuachilia sadaka yako. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako, utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 ama namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.